Sasa cha msingi ni kuwa na hii trading plan ambayo naisemea. Ndio. Strategy, ndio. Strategy tunaipata TTS ambayo tunaitumia sisi. Unaona? Pia pair. Ni muhimu kuwa na pair zako ambazo unazitrade. Ukiwa na pair na maana utakuwa unazifuatilia vizuri, utakuwa unajua tabia yake vizuri. Lakini sisi tuna trade pair nyingi, lakini kwa mfano mimi hapa ninavyo trade na trade zile pair ambazo na maanisha zina hela. Maanisha zina hela kivipi? Kwa mfano tunajua pips 10 zikimove, ukiweka lot ya 0.01 utapata $1. Ndio? Lakini kuna pair nyingine zikimove pips 10 upate $1. Unapata chini ya $1. Kwa hiyo hizo pair mimi sizi trade. Pair nyingi za chafu au unaziita chafu CHF hizi zinakuwa zipo hivyo, na pia zipo nyingi unakuta pia imemove sana lakini pips chache. Sasa hizo mimi waga sizipendi. Tutatumia na nilio pips value kwenye group kule kinachoonyesha table ya pips value na thamani yake, yani kimove 10 labda unapata dola ngapi hivyo. Hapo kwenye pair tunazungumza. Kwa hiyo unatafuta pair zako ambazo utazimaster vizuri. Utazitrade. Kwa mfano Blight yule jamaa yeye anapenda sana USD na mafuta. Anapenda kutrade hivyo vitu. Mimi napenda kutrade hizi USD na gusa, gold naipenda sana kwa sababu nayo ina hela nzuri. Pia napenda kugusa na hii pair niloweka USHF naipenda na GBP pairs, japokuwa wiki hii sija trade sana hizo GBP pairs. Kwa hiyo hapo tunaenda na trading plan tunazidi kuivunja. Tumeona tuna strategy, tuna pair. Pia ujue session ya kuingia sokoni, ndio? Session ni jambo muhimu. Session yako kidogo. Uliza swali. USD try na Euro try vipi? Ushai testi? Kama una hii balance ndogo usijaribu hiyo pair kwa sababu yenyewe spread zake ni kubwa sana na movement yake kidogo tu. Ni pair Uturuki hiyo. Kwa hiyo ni pair nzuri endapo itakuwa katika upande wako, maana movement kidogo tu utakuwa na positive nyingi za ajabu sana. Nilishai kujaribu kutrade hiyo hapo, try hizo. Nilishai kujaribu kutrade. Lakini ukiwa na account ndogo ukawahi kuongoza. Sijui umenielewa hapo? Sawa. Vizuri sana. Nimesema sessions ndio? Ndio. Ya kuingia sokoni. Tunajua tuna session 4, si ndio? Ndio. Sisi tunaamka nadhani mara nyingi na Sydney ya Australia, tunaamka nayo. Ndio. Japokuwa nayo inakuwa move vizuri, then saa 5 nadhani London ndo nafunguka. Ndio. Alafu ikifika saa 9 inafunguka New York session. Alafu tunaenda mpaka saa 7. Saa 7 tunapata Asian session. Saa 7 usiku. Kama sijakosea. Alafu saa ngapi siku tutafunguka nayo Sydney session ambayo tutaenda nayo mpaka asubuhi. Sawa. Sasa hapa kwenye session nako takiwa ujue session ipi unataka utrade wewe hapo. Kwa mfano session ambazo na recommend vizuri kuzitrade ni hii hapa ya London session na New York session. New York session ni nzuri sana. Pale movement inakuwa ni nzuri sokoni, unaweza kutengeneza hela vizuri pale muda ule. Saa 9 hiyo. Saa 9. So unaona soko linavyo change saa 9. Hiyo ni trading plan tunaendelea kuivunja. Pia ukiwa katika trading plan yako lazima ujijue ni aina gani ya trader. Ndio? Kwa mfano swali ambalo ameniuliza ndugu yangu hapa, unakuta labda nimesema, yani ameniambia mwalimu amesema tusilaze trade, ndio? Sasa ni scalper au intraday trader ndo halazi trade. Ila ukiswing unaweza ukaswing kuanzia Jumatatu na trade zako mpaka leo. Unakuta una swap pale unasoma labda swap zingine positive zingine negative hivyo. Yaani ukiona tu kwenye account yako kuna kitu kimeandika swap, kuna thamani fulani ya hela imeandikwa dola, basi jua umeshalaza trade. Na muda mwingine tunalaza trade kutokana na nini? Pips range yako. Labda wewe trade yako ilikuwa ambayo umeipanga wewe ina pips 200. Kwa mfano ukicheki tangu wiki limeanza USD imemove kama pips 280. Umenielewa? Kwa mfano sasa Jumatatu ile
uliplan kubai euro USD pips 280, na maana ungetoka Ijumaa. Sijui umenielewa hapo. Wewe unakuwa ni swing trader. Scalper kama Ghost hapo, yeye anafanya scalping sana. Pips 10 anatoka, pips 10 20 anatoka, 10 20 anatoka. Intraday mimi hapa napenda hiyo, lakini muda mwingine na swing. Sijui umenielewa hapo. Ndio. Pia kitu kingine labda broker, kwa mfano mimi na lazimika muda mwingine naangalia na account ambayo na trade, kwa sababu mimi natumia Tickmill kama mnayemuona hapa na Templar. Kwa hiyo nikiwa na Templar usiku siwezi nikafanya trade na kulaza, kwa sababu ukiangalia Templar anachokifanya kwa hiyo na lazimika nitoke nikiwa na Templar. Hapo tumeenda vizuri? Samani kidogo, umesema Templar? Templar si unajua anachofanya usiku, anaongeza zile nini spread zake zinakuwa kubwa. Anaongeza spread, yeah, sure. Yeah, zinakuwa kubwa. Kwa hiyo mimi sipendelei. Kama una swing bora utafute tu ma broker wengine hao. Unapata Tickmill na yupo vizuri, lakini Tickmill mida saa 6 nimekuja kumgundua anafungaga soko. Akifunga soko lakini anakuja kulifungua kama dakika 5 sijui ngapi mbele. Pale akifunga nao spread zake zinakuwa kubwa. Kama kuna siku niliingia trade nikaweka stop loss zangu, ila ilipofika saa 6 tu stop loss zikapigwa muda huo dakika 0. Kuja kuangalia kwenye instructions zake alizungumzia hilo, akiwa anafunga soko na kulifungua speed zinakuwa kubwa, sijui vitu kama hivyo. Kwa hiyo tumeelewana hapo. Ndio. Cha msingi sasa, cha msingi na cha mwisho kwenye trading plan ambacho kinabeba trading plan yako. Wewe kama ulivyozungumza, nimetuma ile voice note pale. Wewe lengo lako ni nini kwenye hiyo account uikuze? Kwa mfano nikawa nimezungumza mtu na dola 100. Si ndio? Umedeposit zako dola 100 kwa Templar. Wewe ni bado hujalijua soko vizuri, au hata kama mimi nalijua, lazima uwe na plan yako. Mimi plan yangu kwa siku nitengeneze dola ngapi? Dola 5. Ndio? Ndio. Dola 5 ya 100% msawasawa niingize ngapi hapo? Dola 5 kwa siku niingize percent ya 5% ya account yangu kwa siku. Na maana 5% katika dola 100 unahitajika uingize ngapi? Uingize 5. Ya, uingize dola 5, si ndio? Sasa unakuja unaichambua hii dola 5 unaiingizaje? Si ndio? Ndio. Unaanza kuna lot ya 0.01. Hii ina maana nikisema nitumie lot ya 0.01 Njaa? Tena tukale. Haya. Umesikia? Kwa mfano sasa nilikuwa natafuta calculator niwaonyeshe hapa, lakini Baba njaa. nimesema 5%. Ndio. 5% ya dola 100, si ndio? Ni dola 5, si ndio? Ndio. Kwa hiyo sasa account yako, kwa hiyo Twende sasa. Maube wa mute. Nisha mute. Haya, tumesema unataka uingize 5% ya dola 100 ambayo ni dola 5. Lakini unakuja unajifikiria hii dola 5 ndio nitengeneze vipi kwa kutumia lot size zangu. Unajikuta lot size inaanzia 0.01, si ndio? Ina maana ukitaka utumie lot hii moja, si ndio? Uingize dola 5, lazima utafute pips 50. Umenielewa? Sawa. Kwa hiyo unakuja kuangukia nikitafuta pips 50 nitakuwa ni swing trader. Je, inaendana na neno yangu? Sawa. Au mtu mwingine anaweza akafanya hivi. Akatafuta pips 25, si ndio?
Ndio. Hizi pips 25 akaweka lot size ya 0.01 2. Kwa kila position itamletea pips ngapi? Dola ngapi? 2.5, tayari na dola 5 yake, si ndio? Ndio. Mwingine yeye atamuaje? Mimi natafuta pips 10 lakini naweka position ngapi? 5. Sijui umeelewa hapo? Yeah. Kwa hiyo pips 10 position zake 5 tayari anakuwa na dola 5. Ndio. Tupo sawa hapo? Yeah. Ehe. Kwa hiyo sasa unatakiwa uwe na nini? Na kitu kama hichi. Una lengo la kukuza 20% ngapi? Unakuta labda mwingine ana lengo la kukuza 20% ya dola ngapi? Dola 100, ambapo ni dola 20, si ndio? Ndio. Sasa hii nawe unaichambua hivyo hivyo kutokana na nini? Na lot size yako na ambayo inaendana na account yako. Na hii itakupelekea kufanya trade ngapi kwa siku? Sijui tumeelewana? Ndio. Vizuri sana. Hapo tumeenda sawa? Ndio. Sasa hapo ndo kwenye trading plan. Yaani ukijipangia plani yako vizuri. Sasa na hapo kwenye strategy ndo unakuja kuzungumza. Trading plan yetu ni strategy yetu. Kwa hiyo ndo nataka tuizungumze vizuri. Kitu ambacho umeuliza watu wengi. Swali ambalo la msingi sana aliuliza na mute wote, sasa naendelea kufundisha. Maswali utaraise end hapo, nitakuona kama una swali lolote lile. Naona nimewamute sasa ili niendelee kufundisha. Kitu ambacho wengi mmeniuliza, nikianza na swali la mzee Simba, ameuliza ni wakati gani trend yetu itachange na utajuaje kama trend imechange? Sasa hiyo ni jambo la msingi. Yaani cha kwanza ukiingia sokoni kwa macho yako tu ya kawaida unatakiwa ujue, je, sasa hivi nipo kwenye trend gani? Siku zote angalia look to the left, wanasema kwenye trading. Huku kushoto ndo kunakupa picha yote soko litaenda wapi na ufanye nini wewe ili ufanye analysis yako vizuri. Kwa mfano tukiangalia hapa, katika hii euro chafu soko lilishuka chini. Sasa hivi soko linaenda juu, si ndio? Unatakiwa ujiulize litaenda juu mpaka wapi? Unachotakiwa kufanya sasa wewe hapo, unaingia kwenye time frame kubwa ili kujua direction ya soko. Tunasema unaingia kwenye time frame kubwa. Mimi mara nyingi napenda kutumia sana H4. Nakuja hapa kwenye H4 yangu. Nakuja kuona, au unashuka kabisa daily hapa, tushuke daily kabisa hapa. Tufanye analysis kidogo. Unachora support na resistance zako. Kwa kifupi kama alivyosema Ghost pale. Support na resistance ndo nini? Area ya nini? Ya demand na nini? Na supply. Ilipokuwepo support, jua basi hapo demand ndio ipo. Ilipokuwepo resistance, basi jua hapo supply yako ndio ilipokuwepo. Au muda mwingine tuziite zone. Si ndio? Zone ambayo ni kama hii hapa. Sasa hapa nikifanya hivi namaanisha nipo kwenye zone yangu. Ambayo zone yangu au naweza nikaita support hapa au demand yangu.
Nikiangalia kushoto, ukizoom kidogo hapa. Nikiangalia kushoto, kwa nini nimeita hii ni support yangu? Kwa sababu hapa nakuta kuna rejection. Price ilivyofika hapa ilikuwa rejected ikaenda juu. Ikarudi ikawa rejected ikaenda juu. Ikaja mpaka hapa. Nako ikawa rejected. Si ndio? Lakini nikija kuangalia hapa price ilikuwa inashuka. Si ndio? Pia hapa kati mko na kazoni kingine, akangoja niwaonyeshe. Unaweza ukakaspot kwa hapa. Nikachole vizuri. Unakuja ukaona kazoni hapa ambako hapa kaliact kama hapa kalikuwa support hapa ilikuwa support hapa ikavunjwa hapa, nako tena imekuja imevunjwa. Na maana hapa kama imeact tena support, price inaenda juu, si ndio? Hii ni daily. Kwa hiyo daily nakuja kupata jibu kwa ilikuwa ni previous, ilikuwa ni nini? Downtrend. Sasa hivi inaenda kwa uptrend. Kwa nini sasa imekuwa uptrend? Weka akilini hichi kitu, unaweza ukanote pembeni, ili kujua kama trend ina change. Daily time frame, weekly na monthly zitakupa kendo. Hiyo kendo ambayo inakwambia sasa soko linaenda kubadilika. Hiyo kendo hakikisha ipo kwenye support au resistance. Kwa mfano hapa kwenye support tumepata kendo gani hapa? Ni indecision. Au watu wengine wanasema nini? Ni pin bar bado. Hii hapa. Hii maana yake nini ikiwepo kwenye support? Market inaenda kuchange. Trend yake inaenda kuchange. Kutoka kwenye downward trend mpaka kwenye nini? Upward trend. Kwa hiyo sasa kuna bearish engulfing, bullish engulfing, hizi pin bar na bearish harami na bullish harami. Mara nyingi sana unazipata katika time frame kubwa ya daily na weekly. Hapo tunaenda sawa? Ndio, tuko pamoja. Tupo pamoja? Hicho ndio kinachotokea katika time frame kubwa. Kwa hiyo sasa wale watu wengine walipofika kwenye daily time frame wakaona hii hapa kendo imetokea. Imetokea kwenye nini? Imetokea katika time frame kubwa. Hii wakajua kabisa hii ni support. Kuna asilimia kubwa hii na ndio yangu itabadilisha trend yake kutoka downward trend mpaka kwenye nini? Upward trend. Angalia kilichotokea. Soko limeenda juu. Narudi sana nashuka tena hadi kwenye time frame ndogo zaidi. Sasa nikirudi kwenye time frame ndogo kama H4, hizi time frame ndogo zitanipatia chart pattern. Sijui tumeelewana? Zitanipatia zaidi chart pattern ambayo utaniambia sasa soko langu linabadilisha uelekeo. Hichi kilichotokea ni nini hapa kwenye H4? Imetokea pin bar. Ni nani ni double nini? Double bottom. Double bottom, si ndio? Ndio. Pia maana yake ni nini? Support imekuwa rejected twice. First time ilikuwa hapa, second time ni hapa. Lakini bado kuna hii hapa pin bar unaiona vizuri pia, si ndio? Ndio. Na hii hapa wiki inamaanisha rejection kwenye nini? Support. Tumeelewana? Larger time frames zinakupa kendo moja moja ambao linakwambia nini? Reversal unatokea. Time frame ndogo ndogo zinakupa chart pattern. Unarudi kabisa kwenye H1. H1 unaona nini hapa sasa? Hii ni nini? Ni inverse head and shoulder. Si ndio? Ndio. Kwa hiyo inakwambia nini ikitokea inverse head and shoulder?
Tena inverse head and shoulder inatakiwa itokee katika support. Head and shoulder inatokea katika nini? Katika resistance. Kwa hiyo hii moja kwa moja nakwambia nini? Soko linabadilisha uelekeo wake. Hapo. Simba umenipata hapo? Nimeona. Umeona? Nimeona. Kwa ndio hivyo. Kwa hiyo sasa kama soko linabadilisha uelekeo, nadhani pattern ambazo zina change direction tunazijua. Kuna double bottom, triple bottom, double top, triple bottom, hizi head and shoulder. Zingine hizi hapa nadhani za muhimu sana, ambazo zikitokea zina signify kwamba direction ina change, ndio. Lakini sasa hapo tushaona ni muda gani trend ina change. Tumeelewana vizuri ni muda gani trend ina change hapo? Ndio. Naendelea mbele. Sasa wanasemaje? Yaani siku zote strategy yetu ni ile ile. Buy support, sell resistance. Ndio? Ndio. Kwenye support una buy, kwenye resistance una sell. Kwa hiyo sasa hapa tunaenda kwenye swali la kuteki entry na exit zako kwenye soko. Ni muda gani uchukue entry na muda gani utoke sokoni. Hiyo iandike kabisa, iandike akilini. Tuna buy support, tuna sell resistance. Hicho ndo watu ambacho wengi wanashindwa kukielewa. Sasa kama umeshajua trend yangu imechange, imekuwa ni upward trend, sheria ni moja, buy katika nini? Support. Kwenye upward trend tuna buy tu. Labda uwe kama ghost unafanya scalping, atasell. Maki anajua wapi atatoka. Kwenye downward trend tuna sell tu, na kusell siku zote tuna sell katika resistance. Sijui tumeelewana hapo? Kwa mimi nilikuwa nategemea mtu akija kwenye Ndio. baada ya hii head and shoulder kutokea, yeye alikuwa mtu wa kubai. Anabai pips 45, akija hapa tena anabai labda pips zake hizo hapo 42, akija hapa tena anabai hizi pips 54, yani yeye alikuwa ni mtu wa kubai. Akija hapa tena labda anabai pips 47. Tumeelewana hapo? Ndio. Sasa ukishagundua hilo kwa pattern yangu sasa inakuwa ni nini? Ni upward trend, ndio? Na maana kwa tulivyochora hivi unakuja daily. Labda unachora na zako zipo hapo. Hii ni resistance yangu. Kwa hiyo unategemea price itoke hapa ilipo sasa hivi ifike mpaka hapa juu. Lakini hii ni daily time frame. Unashuka zaidi kwenye nini? Time frame ndogo. Ukishuka kwenye time frame ndogo time frame ndogo unapata minor support and resistance zako. Hapo nilipokuja kwenye H1, labda ningeziweka nyingine, kwa mfano ni hii hapa, labda tuseme hata hiyo hapa. Hii ghost nitakuwa nipo sahihi hapa nikiweka hapa. Au niweke hapa. Hiyo hapo, si ndio? Kwa hiyo sasa ukija kuangalia unakuja kuona kama price imetoka hapa kwenye support, basi itakuja kuliangalia hili eneo ndio iweze kugeuza. Tunaenda pamoja jamani? Sitaki kumwacha mtu nyuma, maana hapa ndio hela inapotengenezwa. Hamna kitu kingine. Ni hapa. Kwa unaliangalia hili eneo ndio target yako. Kwa hiyo sasa jinsi ya kuchukua entry. Tuna buy support, tuna sell resistance.
lakini kichwani usisahau kitu kinachoitwa retest. Sisi tunaenda sawa hapo? Retest ni jambo la muhimu. Kwa ukija katika time frame ndogo zaidi kama hapa, unaanza kuzispoti. Kwa mfano hii chwani, unaanza kuvichora vi minor support vyako na vi resistance vidogo dogo. Unavichora kama hapo, hii hapa. Unaangalia left. Always look to the left. Hapo ndio inakupa jibu sahihi. Nini kilitokea? Sijui umeona anavyozichora support na resistance. Kuna mtu aliuliza swali. Hapa iligusa, kulikuwa na rejection, market ikafunguka na gap, ikajaribu kufill gap kidogo, then ikarudi. Hapa price ilikuja ilichange direction, hapa imechange direction, hapa imechange direction, hapa nako imekuja imechange nini? Direction yake. Ilivyokuja kuvunja ikasema hapana. Ikashuka, ikaja kuretest tena. Imesuasua tena hapa, imeondoka. Lakini ilivyokuja kuvunja tena imerudi, imeretest, imeondoka. Je, tunaelewana hapo? Ifute hapa. Sasa ukija sasa hivi unaanza kuziplot nini? Lakini hapa market ilivyovunja hii resistance hapa ilifanya aina fulani ya range au consolidation, tunaiona hapa. Hii hapa, si ndio? Lakini range au consolidation inakuwa na support na resistance vile vile. Kwa hiyo unaweza ukachora kama hapa kapo sahihi zaidi, si ndio? Kabisa. Kwa sababu ukija kuangalia vizuri hapa, market reverse hapa ikavunja, ikarudi, ikadunda hapa, kaondoka hapa, imevunja, imerudi hapa imevunja, imekuja retest hapa, imeshuka hapa, hivyo tunacheza hapo. Kingine ambacho unaweza kakachora ni hapa. Sasa hii nimesema imefanya consolidation. Wengine wanaita box and chill. Ukiona market inatengeneza vitu kama hivi, unaiweka kwenye box lako. Hichi kitu kipo kwenye notes kabisa. Kwa hiyo unaweka nini? Unaweka box lako, unatulia, unasubiri ivunje. Kwa hiyo tulivyoweka box letu, price imecheza, imekuja imevunja. Ndio? Lakini sasa inakuja kuretest hapa. Na unakuja kukumbuka kumbe trend yangu mimi ni nini? Ni hapo hadi trend na buy kwenye nini? Support. Kwa maana nyingine hii ni nini? Imevunja resistance na kuja kuretest nini? Support. Kwa hapa ndo entry yako, nategemea wewe uingie sokoni maeneo haya hapa. Nategemea sokoni uingie maeneo haya hapa. Inapokuja kuretest. Ambapo utaangalia hapa pa kutoka ni hapa kwenye resistance yako. Maana huwezi jua vizuri nini kitatokea hapa. Ndio? Labda inaweza kashuka zaidi hapa. Ongezea. Licha hapa Ghost anaongezea kitu. Hapa in addition kitu ambacho nataka niwaoneshe, sababu hii ni area yetu ya demand ambapo tunategemea tutapata nini? Tutapata buys zetu kwa ajili ya kwenda nalo soko, juu. Umeona? Kwa mfano hapo unapoona kwenye hili box sisi ambacho tutakuja kutrade, tutaingia kwenye kitu ambacho tunakiita last kiss au ambacho kingine hapa Silver ameweza kuambia ni box and chill. Kwa mfano hapo tutakapokuja kuretest hapa kwa ajili ya kwenda juu, usione tu imefika hapa, candlestick imefika hapa wewe ukakimbilia kufanyaje? Kubai. Subiria the closure ya candlestick. Subiria candlestick ifunge, ikishafunga kuonyesha kwamba nimefunga juu ya box, ndio uweze kufanyaje? Kuplace order yako. Sio uone tu imefika pale. Unajua watu wengi mnapokuwa na trade forex mnakuwa mna kile kiwewe cha kupata pesa. Kwa pale itakapofika, subiria the closure
of the candlestick. Hiyo ndio itakuwa confirmation yako ya kuweza kufanyaje kuplace your buys. Umeona? Kitu kingine in addition kuhusu hii support and resistance, waliweza kuturahisishia ili tuweze kuelewa kwa urahisi zaidi, lakini tunapoongelea support and resistance, kikubwa tunachokuwa tunaongelea ni demand and supply. Kwa kidogo watu waliosoma uchumi wanaweza kuwa wanaelewa maana ya demand and supply. Nyote nikisema demand and supply hivi mnanielewa? Hello? Ndio tunaelewa. Basi. Ninapokuwa nakwambia area of demand nakuwa namaanisha ni nini? Ni support yako. Alafu ninapokuwa nakwambia area of supply namaanisha nini? Resistance yako. Sasa hapa nataka niwaelekeze kitu ambacho kama kistick kwenye akili yako daima utaweza kuzielewa support and resistance yetu. Umesikia? Tunapokuja kwenye kidogo. Naam. Rudia hapo kwamba unavyokuwa unasema kwenye support unamaanisha nini? Tunapokuwa kwenye support na maanisha ni area of demand. Ambapo ninaposema area of demand kiuchumi inamaanisha ni area of nini? Of buyers, si ndio? Ndio. Alafu unapokuja kusema resistance na maanisha ni area of supply. Nikisema area of supply na maanisha ni area of sellers, si ndio? Sellers. Umenisoma? Vizuri sana. Ndio. Kwa unapokuwa unaongelea demand and supply ina sheria mbili, ina kanuni mbili. Umesikia? Hapa nitaomba mnisikize kwa makini sana, si ndio? Napokuambia hivi kwamba when demand ikiwa constant, si ndio? Umenisoma? Alafu supply ikaongezeka, si ndio? Kwa maana hiyo tutatengeneza kitu tunaita surplus, si ndio? Surplus tunamaanisha vitu vitakuwa vingi sokoni, si ndio? Kwa maana kama ikitokea surplus vitu vikazidi sokoni, kwa maana tunategemea kutakuwa kuna fall in price, si ndio? Na ndio maana kwenye resistance yetu tutakapoona zile candlesticks zimetuonesha kwamba kuna momentum imepungua, kwa maana tutakuwa tunajua area of supply imekuwa exhausted. Umesikia? Kwa maana tutakuwa tunategemea kufanyaje? Kuchukua sell zetu. Kwa sababu ya nini? Supply imeongezeka kuliko demand. Kwa tutaenda kufeed ile demand ambayo ni nini? Ni support yetu kwa chini. Sijui unanielewa nikisema hivyo? Mmenielewa hapo? Ndio, tuko pamoja. Halafu ninavyokuja nakwambia kwa mfano nakuja sheria. Hiyo sheria inasema hivi, demand ikiwa constant, si ndio? Alafu supply ikaongezeka ikawa high, si ndio? Tunategemea in the market kutakuwa kuna surplus production. Kwa maana kama kutakuwa kuna surplus tutategemea fall in price. Kwa hiyo sababu ndio maana tukifika kwenye resistance yetu hatusiti kuuza. Mmenielewa mpaka pale? Ndio. Nakuja sheria ya pili, si ndio? Kwamba demand ikiongezeka, demand ikiwa high, si ndio? Alafu supply ikawa constant, si ndio? Tutapata kitu tunaita shortage of resources, si ndio? Kama kutakuwa kuna shortage of resources tutasababisha price ifanyaje? Price iongezeke. Mmenisoma? Ndio maana tukifika kwenye area ya demand yetu hatufanyaje? Hatusiti kufanyaje? Kuplace our buy orders. Tuko pamoja? Kwa maana unapokuwa unaona hii support, ukiona tu support yako unajua hii ni area of area of demand. Utakapokuwa unaona resistance yako unajua kabisa hii ni area of supply. Kwa maana unapokuwa naona support nakuwa naona buyers, napokuwa naona resistance nakuwa naona sellers, si ndio? Sasa sio ukifanya invest lazima soko lazima utachezea red. Lazima utachezea red. Sijui hapo kwenye demand and supply mmenielewa inavyoenda?
Ndio. Umenielewa? Ndio. Hapo kitu chengine ambacho naweza pia kuongezea hapa ili uweze kuielewa hii demand and supply, kuna kitu tunaita momentum. Momentum tunaangalia jinsi gani kwamba buyers au na sellers wana nguvu gani in that particular price, si ndio? Umenielewa mpaka hapo? Ndio. Kwa mfano unaona kutoka kwenye area yetu ya support kwenda kwenye resistance, umeona hii candlestick kwamba imekuja hapa, hii candlestick morobuzi kubwa. Nadhani ukiona morobuzi unaelewa maana yake hiyo. Pointer tuone. Pointer. Hii hapa hii candlestick. Tumia pointer. Unaona hii candlestick? Hii candlestick hii hapa hii. Kama hapa chini mpaka hii candlestick imepokuja kufika kwenye resistance, inaonyesha kwamba imetokea hii morobuzi, ambayo hii candlestick ni kubwa, kwamba inaonyesha kwamba kazi wana nguvu. Sasa sio hii, ukiona hii candlestick ina approach unapokuwa una approach resistance yako, inabidi uangalie candlestick ambayo inakuja pale. Kwa mfano zikija candlestick za kiuchovu kama hizi hapa. Umeona hii eneo hii? Umeona hii eneo? Zinakuja candlestick ndogo ndogo. Kwa hiyo unakuwa unajua kabisa momentum ya soko inapungua. Uwezekano mkubwa wa soko kufanyaje? Kureverse. Lakini unapokuwa unaona candlestick kubwa kama hii inakuwa ina approach resistance, unakuwa unajua kabisa kwamba buyers bado wana nguvu sana. Siwezi kufanyaje? Siwezi kuingia kwenye soko nikasell. Sio, unanielewa mpaka hapo? Ndio. Kwa kitu cha kuelewa kwenye reverse ya soko ni momentum. Angalia candlestick ambayo ina approach resistance. Kama candlestick utaona imekuja, bado zile candlestick zina ni kubwa, kwamba zinaonyesha kwamba watu ambao wana take over kwenye soko bado wana nguvu, usiplace sell yako kabisa. Kama una approach resistance, hata kama una approach support, usiplace buys kama utaona zinakuja candlestick za namna hiyo. Lakini pia utakapoona zinakuja candlestick za kichovu kama hizi, candlestick kama hizi hapa, tuna approach support yetu, zinakuja candlestick kama hii hapa mnaiona hapa. Samahani mara moja, naomba uambie basi watu wengine wazime mic zao. Ngoja tuamie. Unajua tunafanya hivi ili tuwe pamoja. Unajua unapofundisha wewe peke yako, labda kuna mtu ana maswali. Kwa hiyo tunafanya hivi tuwe pamoja wote. Ngoja niangalie mtu ambaye anasumbua, ni mute kabisa. Albert na anasumbua hapa. Nimekunyuti. Naweza kaendelea basi. Sasa hapa nadhani kila kitu kiko sawa, si ndio? Naam. Sasa ndio hicho nilichokuwa naambia, uweze kuelewa momentum ya soko. Angalia candlestick ambazo zina approach support au resistance. Usione candlestick kubwa kama hii ina approach resistance alafu ujiandae kufanyaje? Ujiandae kusell. Hapana, utakuwa umeingia cha kike. Kwa utakapoona momentum inaenda inapungua akati tuna approach resistance, ndio pale sasa useme I can place my nini? I can place my sales. Na utakapoona kwamba momentum inapungua as we are approaching the support, pale ndio ujue naweza nika place nini? My buys. Sijui mmenielewa mpaka hapo? Kwa hiyo it's all about that. Ngoja mwenzangu aendelee hapa. Kama mtu ana swali anyoshe mkono hapa tuweze kuwa ni mute, tuendelee vizuri. Kama una swali kabla hajaondoka Ghost, unaweza kauliza. Kama una swali hujaelewa wapi. Swali lolote jamani? Mimi sina swali. Kwa somo limeeleweka, mmeelewa? Yeah. Nadhani nimepata sababu kwa nini tuna buy na kwa nini tuna sell. So useme eti kwamba mimi nilikaririshwa nikifika resistance tu nifanyaje? Ni sell. Mmeelewa kwa nini?
kwamba kwenye resistance ndio area yetu ya nini, ya supply, na kwenye support ndio area yetu ya nini, ya demand, au kwa lugha nyingine kwenye resistance ndio area ya sellers, alafu kwenye support ndio area ya nini, ya buyers. Sijui mmenielewa? Vizuri sana. Haya basi. Haya, mimi naendelea pale tulipoishia, si ndio? Nadhani hapo mmemwelewa Ghost vizuri. Ndio. Tunaendelea. Kwa cha msingi ukiingia sokoni, identify trend yako ambayo kwa muda huo soko lina hiyo trendi. Ukishajua ni upward trend, anza kuchora level zako. Level ndo hizo, support na resistance au supply and demand, unazichora vizuri. Kwa mfano hapa tulivogundua tu kwamba soko letu ni lipo katika upward trend, nikaanza kuplot zangu hizo level. Nikaplot hapa, nikaplot hapa, nikaplot hapa juu na hii hapa. Kwa hiyo sheria ni moja, upward trend una buy, downward trend una sell. Kwa hiyo mimi niko nachukua entry zangu za kufanyaje? Za kubuy. Kwa nini tunachukua entry za kubuy katika upward trend na za kusell katika downward trend? Kwa sababu market ikiwa na trend ina create impulse move and retracement move. Kwa hiyo siku zote retracement ni pale na price ilipoenda umbali mrefu inarudi kutafuta nguvu. Katika upward trend price ikienda juu sana itashuka hadi kwenye support itafute nguvu alafu iondoke zaidi. Kwa hiyo sasa ukiwa na trade retracement move au hizi hapa wanaita correlative move, pips zake ni chache kulinganisha na impulse move. Ndio maana tunachukua entry za impulse move katika nini? Katika trend. Ukiwa scalper mzuri unajua nini unafanya, unaweza kuchukua retracement move kwa sababu unajua sasa hivi inaenda ku retrace. Sijui tumeelewana? Sasa angalia kilichokuepo. Hapa soko tunasema tuna buy katika uptrend. Hapa imebuy. Unaona? Nadhani inaonekana. Eti tunaona chart yetu, si ndio? Umezoom sana yani. Hatuoni. Hamuoni? Hatuoni. Umezoom sana. Nimezoom. Hapo tunaona bado tunaona yani file review hiyo na tickler basi. Okay. Nini? Hapa sawa. Hapo fresh eh? Hapo ulaya hapo. Sawa. Tunaendelea. Yaani nilichokuwa nazungumza si mmenipata hapo tayari? Yaani tunachukua zile impulse move tupu ukiwa na trade. Angalia sasa impulse move zilivyokuwa zinalipa. Hapa tuanzie hapa. Hapa ni retracement move mpaka hapa pips 24. Lakini hapa ulikuwa unatakiwa buy support au demand. Pips 40 hizo hapo. Ikashuka mpaka hapa. Yaani ile retracement move inapoisha kama hapa, basi ndio ujue hapo kuna nini new support yako. Kwa price ikienda lazima irudi ili test hapo iondoke. Kwa mfano sasa imetoka hapa tena mpaka hapa pips ngapi? 49 karibia 50. Ilivyoshuka hapa imeshuka pips 30 kitu. Hii ni retracement move. Angalia impulse move tena ilivyoondoka. Imeondoka pips ngapi? 50 kitu. 50 kabisa hapo 49 haya. Umeona impulse move huwa na zinaela. Hapa ikaja tena ikashuka mpaka hapa labda 30 hiyo hapo 39. Hapa imekuja imeondoka pips ngapi? 50 kitu. Kwa hiyo sasa jinsi ya kutrade trend market ni hivyo, una buy support
Kama ina trend upward uta sell resistance, kama ina trend downward. Sasa tumeona market ilivyotoka hapa ilikuwa katika upward trend, lakini ilipofika hapa ikaanza kutengeneza range au consolidation. Na kwenye consolidation hichi kibox inaitwa consolidation box. Consolidation box lenyewe linakuwa na nini? Linakuwa na area ya demand na supply au support and resistance zako zinakuwepo hapo. Na mara nyingi wanasemaje, hii area ya consolidation itavunjika uelekeo wa prior trend yako. Sisi tunaelewana hapo? Trend iliyopita ilikuwa ni upward, tumeona imeshaanza kuvunjika katika uelekeo wa upward, lakini hapa inatafuta retest ili iondoke zaidi. Sisi tumeelewana hapo? Kama ushawahi kusikia last kiss, ndo hapa. Ina maana ikija ikigonga hapa kwenye retest ndio tunaita last kiss, hiyo itaondoka. Tumeelewana? Yaani ukimwona mtu anafanya forex anafanikiwa vizuri, basi ukae ukijua yeye anadili na support na resistance. Kwa mfano unaweza kusema mbona kuna invest head and shoulder? Hapana. Pattern yoyote kwenye forex lazima iwe na nini? Iwe na support na resistance yake. Pattern yoyote. Wewe nenda kachunguze. Hii yenyewe unaona invest head and shoulder. Hii ni support yake. Hii hapo ukichora vizuri hapa kuna resistance ambayo imevunjwa. Lakini price ilivyovunja ikawa kama inakuja kuretest, lakini haijafika sana hapa. Lakini ni nini? Kila pattern yoyote kwenye forex ina support and resistance. Ndio maana watu wanazitrade kwa sababu ya hiyo support na nini? Na resistance yako ambayo unayo. Swali kabla sijahamia kwenye chart nyingine, niwaonyeshe vizuri. Tupo pamoja hapo? Kuna mtu aliuliza swali sijamjibu? Maana nimeongea mengi. Hapana. Hamna Stop loss, stop loss. Tunaenda vizuri. Stop loss bado nitakuja kuizungumzia. Tuangalie hii chart ambayo inaweza ikatuelekeza vizuri. Naona ipo vizuri sana kwa sisi kuielewa hii chart. Ukikuta chart kama hii nimewai sana. Ukikuta chart kama hii hapa unaiangalia vizuri. Unaiangalia vizuri, unakuja kugundua kumbe hapa market yangu ilikuwa na trend upward, lakini ilipofika hapa ikaanza kushuka. Ilishuka kwa nini? Unaangalia pattern ambayo ilikuwa imetokea hapa. Unaweza ukasema haraka labda ni double top au triple top. Top ya kwanza ni hii hapa, ya pili hapa, ya tatu hii hapa. Lakini haijaishia hivyo, lakini ka print nini? Bearish engulfing hapa tunaiona. Weekend wamemngafu huyu. Kwa unaona market inashuka. Tupo sawa hapo? Lakini katika hii market kushuka unakuja kugundua ilipofika hapa ikawa katika nini? Ka consolidation kadogo, inafanya consolidation. Kwa hiyo sasa wewe ulikuwa unachora nini? Unachora box lako, una chill. Unasubiria ivunjike. Na wewe unavyoelewa market ikiwa na consolidate itavunjika uelekeo wa trend iliyotoka. Trend ilikuwa ni upward, hapa ni downward. Umeona imevunjika uelekeo wa chini. Lakini haijaishia hapo, imekuja kufanya last kiss hapa. Retest hapa. Retest box lako imeshuka. Tunaenda sawa? Kwa sasa uvotoka hapo akili yako imefunguka. Kumbe market yangu sasa hivi ipo katika downward trend. Kama ipo kwenye downward trend nafanya nini? Unakumbuka naweza nikatumia trend line. Trend line yetu kuna mtu aliuliza juu kuchora. Yaani trend line tunachora ili iwe valid. Unatumia point ya kwanza na ya pili hii hapa. Hii ni point yangu ya kwanza, hii hapa ni point yangu ya pili. Ya tatu ndo nazitumia kufanya trade zangu. Je, tumeenda sawa hapa? Na uhakikishe trend line yako imegusa na line zako vizuri. Kwa mfano hapo naweza nikaita hii ni trend line yangu ambayo ipo valid kabisa. Nafuta ile box letu. Sasa ukisha identify trend, unaona downward trend, kinachofuata ni nini? Draw your levels. Level ni nini? Support and resistance
ambazo ni demand and supply kama alivyosema Ghost. Kwa hiyo ukija unachora ya kwanza ni hiyo hapo. Ukija kuifuatilia vizuri ilianza kuwa respected huku imeguswa imeondoka, imegusa hapa, imeondoka, imegusa, imekuja imevunja hapa. Imevunja hapa inakuja ku retest, si ndio? Retest hapo. Na utajua endapo labda support au hiyo ile yako ya demand na supply inavunjwa endapo price na momentum kubwa. Ndio? Unaona hizo candles zilizotokea hapa. Tofauti na hizi huku. Unaziona? Ndio. Hizi hapa zina momentum kubwa, support yetu imevunjika. Ilivunjwa akasema haiwezekani. Je, hii kweli itakuwa ni resistance sahihi? Maana support ikivunjwa lazima iwe resistance. Kwa hiyo imekuja ku retest. Retest hiyo inashuka. Kwa entry yako ilikuwa ni hapa. Baada ya kugundua sasa hivi hii ni downward trend na hapa nilipeleka box langu ile. Kwa hiyo imekuja kukiss box lako inaondoka. Kwa hiyo ulikuwa unaendelea tena kuplot nini? Area ya support and resistance zako. Unakuja unaplot ni hapa, si ndio? Hapa iliguswa, hapa kidogo na hapa. Lakini price ilivunja hii hapa, umeona momentum tena hizi candles zenye momentum kubwa ndio zimevunja hii area yako. Hiyo hapa kama zirudi ku retest ambayo hii retest utaiona kwenye time frame kubwa. Time frame ndogo hii hapa. Umeona? Hizi candles zenye momentum baada ya kuvunja zimerudi zimeretest kidogo. Zikafanya consolidation kidogo zimeondoka. Lakini sasa hivi price imerudi tena huku juu. Kwa sababu gani nasema hivyo? Wewe ni usiogopi. Kwenye downward trend au upward trend kuna hizi patterns za collective move na nini? Retracement move. Hii ilikuwa ni retracement move hii hapa. Pips 140. Impulse move yetu tunakuja kuona hapa pips ngapi? 300. Kwa hiyo kama ni downward trend tuna sell resistance. Hapa tunakuja kuona retracement pips 170. Hapa tunakuja kuona impulse move pips kama 200 au unaweza kuweka mpaka 300. Tutaenda sawa. Kwa hiyo sasa entry zako ulikuwa unazifanyia hapa. Ukiseli hapa sasa, stop loss yako weke wapi? Hii ni resistance yako. Unaweka juu ya resistance. Hapa. Unaweka juu ya resistance kidogo. Kama ulikuwa na sell hapa unaweka juu ya resistance hata hapa. Pips 25 mimi natumiaga 30 mpaka 25 mpaka 30. Kwa hiyo ulikuwa unaweka hapa. Unavyoona unaona hapa haijaja kuguswa. Kwa sababu umeseli kwenye retest pia ni katika nini? Resistance. Usijaribu hata siku moja kudandia trend. Labda unasema na sell hapa. Umeona umeseli hapa, unaona kumbe inashuka nimechelewa ngoja niingie. Umeseli hapa imerudi juu. Labda uleka stop loss hapa. Hapa juu. Tayari ishaliwa. Au uleka kule juu. Juu tunaenda sawa hapo? Tunaenda. Au assume umeweka stop umekuta trade iko hapa ukadandia, si ndio? Ukaweka stop loss ukasema walituambia stop loss tuweke juu ya nini? Tuweke juu ya resistance ukaiweka hapo. Kwa maana hebu angalia utakuwa umerisk pips ngapi? Utakuwa umerisk pips ya 125. Kwa mfano ikitokea news au ikatokea soko likageuka, kwa hiyo utajikuta umeblow account. Ndio maana unaambiwaje? Sehemu nzuri ya kuingia ni either support au nini? Au resistance. Kama sio tulia itaplot nyingine. Tuna pairs nyingi. Soko linatembea. Usione hii nafasi imenipita, hapana. Stick to the plan. Kwa hiyo tunachojua sisi ni nini? Downward trend tuna sell resistance. Kwa ni hapo. Sisi tumeenda sawa. Sasa tukitoka hapo ndio tunajua tutaseli kwenye resistance. Muda mwingine sasa tunaenda mbali zaidi, tunaita kitu inaitwa nini? Confluence au nini? Au congruence, ndio? Confluence ni pale unapokuwa na factor zaidi ya mbili. Zote zinakwambia ni nini? Sell au buy. Tunaenda sawa hapo? Okay. Kwa mfano sasa upo zako huko umekuja umefungua euro card unaona kuna price inaenda na momentum kubwa juu hivi. Kuna nini? Nasema ila hapa ukiplot vizuri unaona hii ni resistance yangu.
pia kuna trend line inashuka hapa. Nasema siwezi nikapata kitu kingine hapa. Tafuta Fibonacci yako, unamkumbuka naye yupo. Unamplot hapa. Jinsi ya kuchora fib tunatumia previous swing high. Kwa mfano hiyo fib hii inayoshuka chini fib. Unatumia previous high na previous low. Ukija kuona previous high yako ni hapa, low yako ni hapa. Kwa hiyo ulikuwa unaweka hapa na drag down. Ndio. Tupo sawa hapo. Level ambazo tunazitumia katika fib ambazo wanaita golden ratio level ni ya 61 na 50. Kwa hiyo unakuja kuona market yako ipo katika level ya ngapi? Ya 50. Ya 50. Lakini hapa kuna trend line, pia kuna resistance. Lakini bado kendo nazo moja moja zinakusaidia nini kinatokea sokoni. Zoom hapa. Ni nani huyu kendo? Ni nani huyu? Huyu kendo. Pin bar. Ya, kwa hapa ulikuwa una conference 4. Una pin bar yako imeprintiwa sokoni kwenye resistance, kuna resistance yenyewe, kuna hiyo Fibonacci yako, pia kuna trend line. Kwa ndio maana unaona market imeshuka hiyo hapa. Kwa stop loss yako ulikuwa unaweka wapi? Juu ya hii nini? Pin bar yako. Kama muoga kidogo unaweka juu kidogo hapa. Hizo wanaitwa conservative nini entries. Ila wale wataalamu wenyewe mapro wanapiga hizi inaitwa nini? Aggressive entries. Pia kitu kingine ambacho labda kinaweza kikawasaidia kidogo, ukimsoma kile kitabu kinaitwa Ultimate Study of Nini Price Action, ukicheza na candles, ndio? Unaona candles zinavotoka hapa zina momentum kubwa, lakini zinavyoenda juu momentum inapungua. Zinavyo approach nini? Resistance. Kwa unakuja kuona momentum yangu inapungua, na maana kwa maana hiyo buyers wanaishiwa nguvu, sellers wanakuja kutake over. Umeona hapa? Hao. Kitu kingine hapa in addition, kwa mfano ukiona candlestick kama hii ina wiki ndogo au almost haina wiki, alafu imeapproach kwa mfano hii hapa imeapproach resistance, ujue ni sehemu buyers wame take profit. Ukiona candlestick kama hii hapa iko ina approach support, haina weak, ujue kwamba sellers wamefanyaje, wame take nini, wame take profit zao. Kwa hiyo ni sehemu nzuri ya wewe kufanyaje, kuweza kuchukua maamuzi yako. Umenisoma hapo? Ndio. Yeah. Okay. Kwa hiyo hapo tumeelewana vizuri, si ndio? Yep. Ndio. Kwa hiyo strategy ni moja, buy support, sell resistance. Tafuta na conference zako. Umeona tunachotumia sisi? Mimi natumia vitu hivyo hapo vitatu. Ni support and resistance. Muda mwingine naangalia candle kabisa, trend line na hiyo hapo fib. Muda mwingine naenda hadi kwenye mavipepeo huko kutafuta na nilio zaidi. Swali mpaka hapo kwanza, kabla hajafika mbali. Swali mtu hajaelewa? Nawasikiliza. Yaani leo tupo kwa ajili yenu. Tutoe hili tatizo. Niulize. Ya, uliza. Ya, mzungumzaji aliyetoka sasa hivi nimepata swali saa hizi baada ya kutoka. Haina shida, yupo. Alizungumzia swala ya supply and demand. Ndio. Lakini akawa amesema kwamba tunavyoangalia labda kwa mfano ipo kwenye resistance. Tunasema resist tuna buy kwenye support, tuna sell kwenye resistance, ndio. Lakini pia akasema tunatakiwa kuangalia hizi candlesticks zinazokuwa zinatokea kwa mfano hapa kwenye resistance. Sasa akasema ikitokea kama ni yale makendo marefu yale makubwa, it means buyers bado wana nguvu, si ndio? Huwezi kutake action. Sasa swali langu ni kwamba je, ikitokea ni kendo kubwa lakini kwa mfano ilikuwa ni uptrend inaelekea kwenye support na kwenye resistance, afu ikatokea kendo moja kubwa sana lakini ikawa ni bearish engulfing lakini ni kubwa, still na yenyewe inatupa wasiwasi kuingia au? Sijakuelewa bearish. Nilivyoelewa mimi, umesema market ina approach nini? Ina approach
bearish resistance. engulfing ipo hivi. Labda hujazielewa, ngoja nikutafutie. Kwa mfano hapa hizi candles zina approach nini? Resistance hapa. Si tunaona hapa? Ndio. Nikueleweshe hapa kitu kidogo kwa nilivyokuelewa mimi. Hizi candle zina approach nini hapa? Resistance yako. Ndio. Kwa mfano hii candle hii hapa ingekuwa imejaa yote ina wiki, si ndio? Ndio. Hauwezi ukaita bearish engulfing. Bearish engulfing inatokea kwenye nini? Support. Umesema ni bearish au bullish? Bearish. Bearish inatokea katika resistance. Kwa mfano hii hapa. Hii hapa. Hii umeona hii? Kawafunika wote hawa hapa. Huyu hapa kamfunika huyu. Huyu ndo bearish engulfing wako. Na bearish engulfing wako mwenyewe anaanzia juu kushuka chini. Na kendo ambazo zina approach katika support ni hizi kendo za bullish. Ambazo zinafungukia chini, zinafungia juu. Huyu yeye anaanza kufungukia hapa. Ina maana ungeanza kugundua ni bearish engulfing baada ya kufunga huku chini. Kendo ikiwa inaendelea kutengenezwa huwezi kuconfirm kama hii ni bearish au bullish engulfing mpaka ifunge. Kwa hiyo ilipofunga hapa tukajua tayari huyu ni nini? Bearish engulfing, tunachukua entry zetu. Umeona ameshuka. Sijui nimekujibu. Swali langu ni kwamba kwa mfano huyo bearish engulfing hiyo kendo iliyotokea kutengeneza bearish engulfing, sawa? Huyo hapa ndio. Angekuwa labda ni mkubwa sana. Sawa? Ndio. Labda angekuwa ni mkubwa sana mpaka ameivuka hapa ameenda huko juu. Kwenye lakini akawa ni bearish. Hapo tungefanyaje? Ametoboa mpaka huko juu, si ndio? Sasa kuna mawili sasa. Price ikitoboa resistance, si ndio? Kama ni kweli hiyo kuna kitu inaitwa nini? Bull trap na bear trap, si ndio? Au unaita sapi, si ndio? Tunaangalia imefungia juu, si ndio? Ndio. Na unaangalia ni trend gani? Kwa mfano ingeshuka chini hapa, ingeishia hapa, si ndio? Ikaanza kuconsolidate hapa moja kwa moja hapa, maana imevunja resistance hapa, imekuwa support sasa, inatafuta ku retest. Na maana ulikuwa unaangalia kufanyaje? Kubai. Sijui umenielewa? Okay, fine. Okay. Unasemaje? Yaani kama candlestick ya pili wapi? Umeona? Kama hii candle hii hapa ingekuwa ndefu. Yaani ina momentum kubwa. Alafu hii bearish candle ikawa pia ina momentum kubwa ikamcover. Hiyo trade tutaiteki. Maana tumeona kama candle kama hii bull ikiwa kubwa ina maana bado na take over. Ikitokea bearish engulfing bado tutaiteki hiyo candle. Hiyo tayari itakuwa ni reversal. Hapo lazima hiyo kwanza, ukishasema bearish engulfing tayari ni confirmation na kufanyaje? Ya kusema. Umeelezea hapo. Ndio swali alikuwa anahitaji. Umeelewa hapo bosi? Hello? Unasikia? Hapo nimeelewa. Unaposema kwamba ukiona kwamba umeshatambua kitu ali ni bearish engulfing. Kwa maana yake kubwa kwamba ni kwa maana yake kubwa kwamba ni change nini? Trend inakuwa imechange, si ndio? Momentum kidogo inachanganya. Kuna candlestick kama hizi ambao unaiona haina wick. Sijui mnaiona kama hizi ambao hazina wick afu inakuwa imeapproach resistance au support. Sijui mnaziona hizo. Hiyo kwa jina lingine wanaita murubuzi. Murubuzi ina maana tofauti. Ukiona murubuzi ujue ni sehemu either buyers au sellers wana take profit zao. Kwa hiyo kwa wewe ndio unakuwa unajiandaa kuingia sokoni kama iko. Sijui unanielewa? Ndio. Na swali lingine naongezea hapa. Hapo mbona kuna kitabu wanasema halo? Nakusikia. Sasa kuna kitabu kinasema kwamba Morubo's inaonyesha continuation ya trend. Itakuonesha continuation ya trend kama itakuwa within a range, lakini sio inapokuwa kwenye nini? Kwenye resistance au support. Juu hapo mfano hai hapa unauona
Ndio ndio. Umeona? Unaona hii Morobos imefika katika Umeona support, lakini imefeli. hii Morobos mmeiona hii? Mmeiona hii hapa hii? Tumeona. Ndio ndio. Hii inaonyesha kwamba jinsi gani imefeli. Umesikia? Imefeli. Lakini nataka niwaoneshe ambayo imeweza. Mnaona kama hii hapa hii hapa iko inaondoka hii. Hii inaonyesha kabisa kwamba yenyewe mimi niko naendelea na trend nyingine. Sijui mnaiona hii. Kwa hiyo hivi vitu vina maana tofauti vinapokuwa kwenye mazingira tofauti. Inabidi uadjust, usikariri. Kuna support. Hapo sijui amewajibu maswali yenu. Ndio ndio. Kama hujaelewa vizuri. Yeah. Unaweza kamcheki na ile kwenye group kule. Takutumia na mifano mizuri hapo. Kwa hiyo nataka nijue katika swala hili la entries. Kila mmoja tumeelewana? Tumeelewana. Kwa hiyo tunachukua entry kwenye support na resistance kutokana na trend yako. Ukienda against the trend unaumia. Otherwise wewe unajua nini unafanya. Na utatoka kwenye nini? Kwa mfano nilifanya, ngoja niwaonyeshe kwa nini unakuwa unajiamini muda mwingine unapofanya trade zako. Tuangalie hii pair ya EJ. Tuifanyie analysis ndogo EJ. Ya hii nitaichora tena hapa. Ndio. Sasa hii je, mimi nilichukua trade zangu hapa za kubai. Maeneo kama haya hapa. Tusichole chat jamani. Albert nasema atakayepandisha hiyo zone atakuwa amekosea. Swali lako linamaanisha nini? Alikuwa maanisha hapo unahitaji labda mtu akipandisha kwa juu. Ulianza kuchora kwa hapo chini kidogo. Nilikuwa nauliza vipi ukipandisha kwa hapo kidogo itakuwa uli type swali lako vizuri maana sijakusikia vizuri. Kwa hiyo sasa nilikuwa nataka nielezee hii trade ya EJ nilivyochukua. Baada ya kuja kugundua kwamba trend yangu ni upward trend, si ndio? Nikawa natafuta opportunities za kubuy tu. Kwa hiyo ukija kuangalia hii hapa ni zone nzuri imeonekana katika nini? 4. Hapo nasema kuona zone vizuri kwa sababu
Hii ni minor zone ambayo ipo katika nini? Ambayo ipo katika H1, utakuja kuiona vizuri. Na huku juu ni resistance yangu. Kwa hiyo hii ilikuwa ni trade ya pips kama 80 hivi. Kwa hiyo nilipokuja kuona ni hapa. Hapa ndio ngoja niende kwenye H1 muone vizuri. Ya. Kwenye H1 hapa unakuja kuona hapa nako kalikuwa na kazoni kadogo hivi kapo kwenye H1, ndio muhimu wa kutumia na H1 nazo hizo hapa. Kwa hiyo umeona price ilivyokuja imevunja hapa, imekuja ku retest, lakini ilivyoondoka hapa hii unakuja kuona linayo ilikuwa ni retest hii hapa. Ukija kwenye time frame ndogo zaidi. Hii hapa. Price imeondoka hapo, imeshuka hapo, imekuja hapa. Kwa hiyo kwa hii ni zone yangu nilichora kwenye H4, nikaendelea kuiheshimu. Kwa hiyo nilikuwa natafuta entry zangu za kufanyaje? Entry za kubai tu. Kwa price ilipofika hapa nikabai. Kwa nilivyobai mpaka hapa unaona sikutaka kutoka kwa sababu nilikuwa najua next TP yangu au zone yangu ni ipo katika H4 ambayo ni hii huku juu. Hii hapa zone. Kwa hiyo sikuwa na shida ya kuona hizi retracement. Tunasema price ikiwa na move up unakuwa na hizo retracement moves, ndio? Kwa hiyo ilikuwa ni nilipofika hapa nikabai, nilipokuja hapa ikawa ni retracement, sikuogopa, ikaondoka. Aka nikazoni kapo katika H1. Na anasema price ikidunda kutoka katika support ya H4 lazima ivunje resistance H1. Imevunja, imekuja kama ku-retest hapa, imeondoka. Ikafikia zone yangu. Kwa hiyo nilipoingia hapa TP yangu ilikuwa huko. Sijui nadhani kama mliona nilituma screenshot katika nilio. Sijui tumeelewana hapo. Kwa hiyo kama zone zako umezichora katika H4, support H4 na resistance H4, subiria hizo TP yako. Kama unataka uswing weka kule kabisa kwenye nini? Kwenye resistance kama ulikuwa unabai kwenye support. Hizi minor resistance zitavunjwa japokuwa zitaonyesha ubishi kidogo. Sijui nadhani tunaona hapa ilipofika hii resistance yangu H1 ikarudishwa, ikaja ikaondoka, lakini akamvunja, akaja kumretest akaondoka tena. Sijui tumeenda sawa hapo? Sawa. Hapo nimezungumzia kabisa swala la wapi uchukue entry zako. Sijui tumeelewana? Ndio. Kulikuwa na swali pia, je, ni naniliu gani nifanyie naniliu analysis na wapi entry zangu nichukue? Ni aina gani ya trader ndio utajua unafanyia analysis wapi? Kwa mfano turudi tu hapa labda hii trade ililala kwa sababu hii niliingia Asian session kama sijakosea usiku. Nikaingia ilikuwa saa ngapi? Ni mida hiyo saa 2 hapa tunaona ilikuwa saa 2 ndio niliingia kwenye H4 hapa. Nikaingia hapo saa 2 usiku, nikaja kutoka kesho yake. Pips 80 na kitu hizo hapo. Ndio, unaziona una pips 80 na kitu hapo. Kwa hiyo sasa hii analysis yangu kwa sababu hii kama nilikuwa na swing tuseme au ni intraday, nilifanyia katika nini? H4 time frame. Unaweza kuona retest vizuri au confirmations zingine vizuri au chart pattern katika time frame ndogo. Mara nyingi natumia H1. Umeona? Lakini ukija H1 hapa uwezi ukavisualize retest vizuri katika hichi kieneo ninachokizungushia hiki. Hapa. Angalia ukikuja kwenye 15 minutes. Umeona? Unaona kabisa imeenda, imevunja na kuja ku retest hapa. Entry zangu ndio nachukua hapa. Kwa hiyo entry ifanyia katika time frame ndogo 15 minutes hizo hapo. Kama umetumia time frame makubwa daily, entry zako mara nyingi zitakuwa katika H1. Lakini kama umetumia hapa H1 analysis basi 15 minutes mpaka hapa. Unakuja kuona vizuri. Umeona 5 minutes inavyoonyesha kitu kizuri kabisa. Imevunja, unaona kashuka zinakuja ku retest hapa. Zimeondoka. Au muda mwingine kitu ambacho unatakiwa ujue, kwa mfano support au resistance imevunjwa. Ukiona inaanza ku accumulate kwa hapa juu yake, basi jua haka nika consolidation box na.
kitavunjika wapi? Uelekeo ule ule wa juu. Kamevunjika, kamekuja kufanya last kiss hapo, kameondoka. Tumeona time frame ndogo nayo, kumbe hapa imeniambia kuna consolidation. Kuna expect nini? Last kiss iondoke. Tumeenda sawa hapo? Sawa. Yaani wewe usije ukakaa tu na time frame yako tu unafanyia analysis. Time frame moja tu haikupi jibu zuri. Pia hata ungechora trend line yako hapa bado ilikuwa nakupa confidence vizuri. Point ya kwanza, ya pili, hapo umecheza, hapo imekuja ku retest support na trend line yako, hiyo hapo imeenda. Tupo sawa hapo? Yaani nataka niwafundishe nipate jicho kuliangalia soko vizuri, yani unaliangalia soko ipasavyo, unaangalia kila technician ambayo inatokea, kendo, confluence ambazo unazozipata. Tumeenda sawa jamani hapo? Tuko vizuri. Swali? Juu tumeelewana hapa kwenye hizi entries tunavyofanya. Tunapata mwanga mzuri. Tunapata mwanga mzuri sana. Tunapata mwanga mzuri sana. Ya, vizuri. Nafarijika kusikia hivyo, maana lengo langu na nyinyi nao muweze kuangalia ili soko vizuri yani. Sio yani sio ukiangalia hivyo unaona kama chenga unatamani ukate tamaa na forex, unaona ngumu. Hamna, hivi ukiacha sijui indicator. Pia kama mnahitaji kutumia indicator tutatoa hilo somo kipindi cha mwisho kabisa. Tupo sawa hapo? Umeona hii trend line hapo? Tuko sawa kabisa. Umeona hii trend line inaposhuka? Imekuja imevunjwa. Imelitest hapa. Trend line hapa ilikuwa inashuka hapa, ilikuwa na act kama resistance. Kwa ndio maana tulikuwa tuna sell kiguso. Hapa imevunjwa, imekutana na support hii hapa, rectangle yangu ya blue bahari. Alafu yenyewe sasa hivi imeact kama nini? Support. Ndio maana umeona ilivyovunjwa, imelitest hapo, hiyo boom imeondoka. Tupo sawa hapo? Sawa, tuko sawa. Hapo tupo sawa? Yes. Kwa hiyo tunajua ni wakati gani trend inaenda kuchange. Ndio? Ndio. Au kwa mfano hapa concept nyingine, market ikiwa na move upward, ina create these patterns za high na lower. Hapa market ina move upward hiyo hapo. Hizi pattern ambazo tunaziona hizo. Umeziona hizi? Hii inaitwa high, si ndio? Hii high low, si ndio? Au unakosea? Ndio. Uko sawa. Uko sawa. Ya, hapa imetengeneza high low, hapa imetengeneza high. Umeona high nyingine inakuja kutengenezwa hapa? Hii high iliyotengenezwa hapa imefeli kuvunja hii high ya zamani. Kwa maana yake hapo nakwambiaje? Inakuja kukwambia kama trend yangu inaanza kufanyaje? Inaanza kubadilika. Sijui tumeelewana hapo? Ndio. Umeipata hiyo concept? Ndio. Ya. Kwa hicho nacho ni kingine ambacho kinakwambia kwamba trend yangu inaenda kuchange. Ukiona hii hapa imeshindwa kufanyaje? Imeshindwa kuvunja previous high.
Kwa hiyo maana yake hapa inatengeneza nini? Lower high. Imetengeneza lower high hiyo hapo, ikaja katengeneza mwingine huyo hapa. Huyo 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 huyo. Sisi tupo sawa hapo? Tuko sawa. Yeah, hizo ni concept ndogo ndogo yani. Tuendelee au tuishie hapa kwa leo? Maana nadhani nilivyopanga kuwaelekeza ni hivyo hapo vyote, nadhani tumeelewana. Kesho nadhani tutafanya analysis ya pair, si ndio? Pair ambazo tunazitegemea wiki ijayo ziwe vizuri, tutazifanyia analysis kesho. Kwa hiyo kipindi nafanya analysis kesho na shule zingine ndogo ndogo nazo zitatolewa hapo. Tunawashukuru sana kwa muda wenu jamani. Tunashukuru sana. Somo limekuwa zuri sana. Ya forex ni polepole, uweze ukajifunza. Ya kama tunavyosema knowledge first. Maana zipo sokoni zipo. Kwa mfano wewe unakimbilia soko na hela zako utaziacha huko sokoni. Maana hujui nini unafanya sokoni. Kwa hiyo knowledge kwanza ndio uingie sokoni. Cha msingi jamani, ile plan nilikuwa nawaambia. Nifuatilie sana ile. Hii webinar tumerekodi, kwa hiyo tutawatumia kwenye nanilio zile drive zenu. Kuna mtu yote mwenye tatizo na drive zile ambazo tumeshare nyinyi? Zile drive inaonyesha zile ambazo zimekuwa shared tu. Shared tu. Kwamba ukizituma ndo naziona, kama hujazituma sizioni. Kama nimeadi kitu kingine unakuwa uone, si ndio? Haya basi, nitajitahidi niwe na update kila siku, au sio? Sasa. Ili tuende pamoja na vitabu jamani, tusisahau kusoma. Tunasoma vitabu. Hapo kuna swala simulator, si mnazifahamu? Kuna mtu afahamu simulator? Mimi sifahamu. Sasa simulator sasa hivi kwenye EPC sina simulator, ningeonyesha. Yenyewe inakuwa na yale masoko ambayo yapo recorded labda kuanzia 2001. Yaani unachagua mwenyewe soko la mwaka gani uende kufanyaje ukasimulate. Yaani maana yake ni kama mpira upo recorded, unaweza ukaplay kwenda mbele kwenda nyuma. Yenyewe inakusaidia kubacktrace nini strategy yako ambayo unataka ujiangalie nipo vizuri hapa. Tumeelewana. Kwa mfano hapa tungekuwa na simulator, tungesimulate labda soko la mwaka 2016. Tunaangalia. Hivi tumeenda sawa hapo? Tuko vizuri. Kwa nazo lakini sasa hivi zimeisha. Ila ni vizuri sana kwa ungekuwa na simulator ufanyie na ndio inasaidia sana. Asanteni. Tusahau kusoma, weekend ndo tunasoma jamani. Sawa. Asante sana. Asante sana. Makosa ambayo tumeyafanya kwenye trade zilizopita, kama sasa hivi ndo naangalia unarudi nyuma. Kwa nini nilichukua entry unakuja kuona nilikosea hapa? Sijui ilikuwa labda nimefanya vibaya hapa, ndo najirekebisha hivyo. Ndio jamani. Usipokuwa unajirekebisha kiasi cha kufanya makosa yale ambayo umekataa kufanya collection yake. Kwa hiyo makini hapo. Sawa. Usiku mwema. Poa sana. Sana mwalimu.